Karibu sana katika channel yetu ya Wealth and Lucky Links, channel pekee ama mahali pekee unapopata fursa ya pekee na adimu sana ya kujifunza masuala mbalimbali yanayoihusu dunia kwa ujumla kupitia pete, bracelet pamoja na bidhaa zingine ambazo zimekuwa zikitumika na watu mbalimbali kwenye safari zao za mafanikio, aidha ni kijamii ama kiuchumi katika kuyafikia malengo yao. Karibu sana, hii ni sehemu ama ni somo maalum kuhusu bracelet ya pishu ambayo tumekuwa tukiiuza. Na tumeandaa somo hili maalum kwa sababu ukitizama sehemu ya kwanza, sehemu ya pili, sehemu ya tatu, sehemu ya nne ya masomo yote kuhusu pishu ni masomo yaliyojikita kuizungumzia pishu kama pete, lakini haikujikita kuzungumzia pishu kama bracelet. Na kwa njia hiyo maswali ya watu yamekuwa mengi sana, na mengi yakiwa yanaihusu bracelet ya pishu pekee. Sasa kwa sababu jukumu letu nambari moja ni kuhakikisha unapata ufahamu wa kina, basi tumeona ni muhimu sana kuandaa somo hili maalum linaloihusu bracelet ya pishu. Awali nizungumze kwamba hakuna utofauti wowote katika ufanisi ama katika ufanyaji wa kazi kati ya bracelet pamoja na pete. Yaani hii ina maana kwamba mtu aliyeivaa pete ya pishu atapata faida sawasawa na mtu aliyevaa bracelet ya pishu. Hilo ni jambo la kwanza muhimu. Ingawa katika muundo wa pishu bracelet na pishu rings kuna utofauti. Pete ya pishu imewekwa yule mnyama akiwa anaonekana na anashikika, lakini kwenye upande wa bracelet mnyama pishu ameambatanishwa katika bracelet yenyewe, kwa maana hashikiki. Na ukienda kwenye pete ya pishu, ndani kuna Chinese word ama maneno ya Kichina pamoja na yale maneno ya Kiarabu the same. Ukija kwenye bracelet kuna maneno ya Kiarabu pamoja na ya Kichina ndani ya bracelet. Kwa maana hiyo mtu anayevaa bracelet ni sawa na mtu anayevaa pishu rings, ingawa tofauti yao inakuwa ni kwenye miiko ya pishu rings na pishu bracelet. Miiko ya pishu rings ambayo inafanana na ile ya pishu bracelet ni hii. Pete ya pishu rings haivaliwi na mtoto aidha wa kike au wa kiume mwenye umri chini ya miaka 17. Sharti hili liko pia kwa pishu bracelet, haivaliwi na mtoto mwenye umri chini ya miaka 17, aidha ni wa kiume au wa kike. Pishu bracelet haivaliwi na mwanamke ambaye ni mjamzito, aidha ni wa kiume ambaye ni mwanamke general. Sasa haivaliwi na mwanamke ambaye ni mjamzito. The same sawa na pishu rings haivaliwi pia na mwanamke ambaye ni mjamzito. Lakini ukitoka hapo pishu rings haivaliwi nyakati za usiku. Haivaliwi nyakati za usiku. Kwa nini? Kwa sababu pishu rings haiendani kabisa na masuala ya
period ama bleed kwa mwanamke. Sasa unafahamu wanaume tunaishi na wenzi, inaweza ikatokea kwa bahati mbaya mwenzi akaingia period bila matarajio na vitu vingine, na ndio maana imewekwa hilo sharti. Sasa kwa upande wa bracelet, una uhuru wa kulala nayo, una uhuru wa kufanya kitu chochote kile, yaani haina masharti kama ilivyokuwa kwa upande wa tissue rings. Again, na hii nimeona pia watu wanaipenda sana tissue bracelet kwa sababu pete ya tissue inakulazimu kwenye baadhi ya maeneo unaitoatoa sana, lakini tissue bracelet yenyewe haiko na hayo masharti, na nafikiri pia energy yake haijawa involved kwenye baadhi ya zile features ambazo zipo kwenye ile pete yenyewe ya tissue. Lakini vile vile bracelet ya tissue ina faida zile zile. Faida ya kwanza ni kuvuta bahati kwa mtu ambaye amevaa bracelet hii ya tissue. Tunazungumzia bahati, tunazungumzia yale mambo yaliyo mazuri kwako. Lakini vile vile bracelet hii faida yake ya pili, inafanya protection au inakuweka mbali na yale yote mambo ambayo ni mabaya dhidi yako. Na kama kuna jambo lolote ambalo either linapangwa au linafanyaje ambalo ni baya dhidi yako, yenyewe inakuprotect, inakuweka mbali na jambo hilo. The same, hata pete ya tissue inafanya hivyo vile vile, kwamba inakuweka mbali na yale mambo yote ambayo ni mabaya, kwa maana wewe unakuwa kwenye upande ule ambao ni mzuri. Lakini ukienda pia faida nyingine ya bracelet hii ya tissue, inachochea ukuaji kiuchumi. Kwenye zile features zote za tissue rings, the same, hata kwenye upande wa tissue bracelet zinapatikana. Kwa mfano, tissue rings inakupa utulivu wa kiwango fulani. Bracelet hii pia, kwa uzoefu wa watu ambao tayari wameshaivaa, ni kuwepo mimi, inatoa hiyo features ya kukupa utulivu, ya kukupa nguvu ya kufocus, ya kukupa kujiamini, ya kukupa vitu kadhaa unapokuwa umevaa. Lakini vile vile kuielewa zaidi bracelet hii, utakuwa umejitendea haki sawasawa kama utapata fursa ya kwenda kuangalia video ya kwanza inayoihusu tissue ama nguvu ya tissue. Utaenda kuangalia video ya pili inayohusu faida za tissue ama tissue rings. Zile faida zote zipo pia, zinafanya kazi sawasawa kwenye tissue bracelet. Sifa zile za tissue rings zinafanya kazi sawasawa na kwenye bracelet. Lakini vile vile utaenda kuangalia video ya tatu, masharti, ambayo masharti yale yapo kwenye tissue rings, baadhi yake yapo kwenye bracelet. Kwa mfano hilo la kutokuvaliwa na mtoto ambaye yuko chini ya miaka 17, aidha wa kiume au wa kike. Lakini vile vile kutokuvaliwa na mwanamke ambaye ni mjamzito, bracelet hii haivaliwi. Lakini na masharti mengine except lile la kutokulala nayo. Hii bracelet unalala nayo vizuri, haina masharti kwenye baadhi ya maeneo, haina kuselect maeneo na vitu, haichagui maeneo. Hii uko free and then unakuwa comfortable kabisa. Lakini ukitoka hapo utaangalia the magic energy, nguvu iliyo katika pete ya tissue, ndio nguvu hiyo iliyo katika bracelet ya tissue. Lakini ukitoka hapo kuna video ambayo inahusu, je, kuna ushirikiano ama kuna mahusiano yoyote kati ya tissue rings na Freemason, utaiangalia. The same, hakuna mahusiano yoyote kati ya Freemason pamoja na nguvu ya either bracelet ama tissue rings. Tissue rings inafanya kazi kupitia mnyama tissue mwenyewe, lakini vile vile inafanya kazi vizuri kupitia Arab words, maneno ya Kiarabu ambayo yapo katika bracelet ama pete ya tissue,
pamoja na maandishi ya Kichina ambayo yapo katika pete ya pishu pamoja na bracelet ya pishu. Kwa hiyo hiyo ndiyo nguvu inayofanya kazi kupitia hii bracelet pamoja na pete. Kwa hiyo kuna wakati unaweza ukawa unajiuliza maswali, hiki kitu kinachofanya kazi kwenye hivi vitu ni nini? Ukienda kwenye masomo ambayo tumeshaweka hapa nyuma kupitia pishu rings, ndivyo vile vilivyo kwa pishu bracelet. Kwa hiyo ukitizama hizi video zote, kila ambacho kipo kwenye pishu rings ndicho kilichopo kwenye pishu bracelet, except hayo masharti kadhaa ambayo nimekwambia. Hii haina mipaka, si uvue mali fulani, si ufanyeje, hapana. Pishu bracelet inavaliwa mkono wa kushoto ama mkono wa kulia, ni kulingana na mtu mwenyewe anavyokuwa amechagua. Hii ikiwa ni tofauti kidogo na pishu rings. Pishu rings iko recommendable kuvaliwa ama inapendekezwa zaidi kuvaliwa mkono wa kushoto, kidole namba 3. Lakini pishu bracelet haiko recommendable kwamba ukivaa mkono fulani utapata matokeo mazuri zaidi. Kwa hiyo unaweza ukachagua wewe mwenyewe, either ukavaa mkono wa kushoto ama ukavaa mkono wa kulia, ni wewe utakavyokuwa umechagua. Lakini kitu kingine kuhusu pishu bracelet, kwa ufupi sana ni hivyo. Lakini pishu bracelet tulionayo kwa wale wateja kutoka mikoani, pishu bracelet tulionayo ni ile inayovaliwa na watu size ya kati, yani kwa maana wembamba na wale wanene kiasi. Lakini kwa wale vibonge itakuwa changamoto. Na hiyo unapokuwa unaagiza bracelet ya pishu, hakikisha pia unaweka wazi kwamba bwana, mimi ni mnene. Na unapokuwa umeweka wazi kwamba mimi ni mnene sana, inakuwa rahisi kushauri bwana usichukue hii bracelet kwa sababu haitakufaa, na hivyo tutaingia hasara ya kwanza kuirudisha tena Dar es Salaam na vitu vingine, jambo ambalo ni hasara pia. Lakini kitu kingine, nafikiri hivyo ndio vitu ambavyo tuko navyo. Lakini muhimu, pete ya pishu inapatikana kwa gharama ya shilingi 80,000 tu, na gharama ya pishu bracelet inapatikana kwa shilingi 100,000. Ukitoka kwenye gharama halisi ya shilingi 100,000 na 20,000, sasa tunauza kwa shilingi 100,000 kamili. Kwa hivyo tumepunguza gharama ya shilingi 20,000 baada ya kuona wadau wetu wapendekeza kwamba kwa nini msiuze 100,000, napotoa nitoe kitu ambacho ni kamili. Hii 20,000 mbona mimi nakwenda leta kiwingu? Tumesikiliza mapendekezo hayo, tumekubali kutengeneza profit ama margin ya kawaida ili kuhakikisha wadau wetu wanavaa na wanakaa vizuri kabisa na harakati zao zinaenda vizuri sana. Kubwa zaidi, angalia video ambayo inazungumza ni kwa namna gani ama pishu rings itakuingizia shingapi kwa siku. The same, hicho kitu kina apply pia kwenye pishu bracelet. Kwa sababu watu wengi sana wanataka utajiri. Wanategemea kwamba kivaa pishu bracelet, akivaa pishu rings, basi ashinda melala ndani and then mitonyo inaingia. No. Haifanyi kazi katika mazingira hayo. Zingatia hilo. Nenda kaangalia video inayosema pishu rings itakuingizia shingapi kwa siku? Pishu rings inafanyaje kazi na kuleteje utajiri? The same. Hicho kinachofanyika kwenye pishu rings ndicho kinachofanyika pia kwenye pishu bracelet. Karibuni sana, tunawapendeni sana. Namba ni moja tu ya mawasiliano ya pishu rings pamoja na pishu bracelet ni 0710422989, na ndiyo namba inayopokea malipo, na ndiyo namba rasmi. Iwapo na swali lolote, piga simu, tuma ujumbe ama wasiliana nasi kupitia WhatsApp. Karibuni sana Wealth and Lucky Links Tanzania. Na habari njema, usisahau kufollow mitandao yetu ya Twitter, Instagram pamoja na Facebook kwa jina moja tu la Wealth and Lucky Links. Ukifanya hivyo utakuwa unapata taarifa zetu zote kila wakati tunapokuwa tumekuandalia taarifa mpya kutoka kwetu as Wealth and Lucky Links Tanzania. Karibuni sana. Product zingine mpya zinafuata sio muda mrefu, zinakuja, ziko nyingi sana na mtazipenda vizuri sana. Karibuni sana.